Ndugu zangu, kwanza mtakumbuka tulifika hapa mara 3 au mara 2, sio? Ndio. Na mimi niliongoza ile timu, sio? Tukaja kuambia kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan wanao mpango wa kujenga umeme kwenye maeneo yetu haya. Na umeme huu ni kwa matumizi ya wananchi wa wilaya hii ya Songea na wananchi wenzetu wa wilaya na Tunduru na Mtumbo pamoja na Masasi. Wanaokamilisha hicho kipande ambacho kimebaki. Kwa hapo kwa mkoa wetu ni kilomita 264. Tukawaeleza maneno hayo na wataalamu wakafanya kazi yao ya kuthamini maeneo yetu pamoja na maendelezo yote yaliyoko ndani ya kazi ambayo ilifanywa kwa makini na wataalamu na nyinyi mkapata yale matokeo. Lakini baada ya hapo tukaja tena kupitia lile jedwali kuhakiki kama zile taarifa ni sahihi. Na tulifanya hivi kwa pamoja. Ndio ikatoa hicho kitabu. Lakini tukaja tena kuwaomba, tunaye mkandarasi yuko site, tunaomba mtuvumilie, ujenzi unaanza. Si mnakumbuka? Na hapa kidogo chokochoko ilianza. Lakini pamoja na hivyo mlikuwa wavumilivu. Kazi ilianza, lakini baadaye serikali iliamua kusimamisha ile zoezi ili kusudi tusiendeleze machukizo dhidi yenu. Sasa ni jambo la heri na la hekima. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu serikali yetu pendwa ya awamu ya 6 imesharidhia na imetoa fedha, na sisi tumekuja hapa na tuko vizuri na cheki kwa ajili ya kulipa fidia kwa ajili ya mradi huu wa umeme wa msongo mkubwa ambao unaelekea Tunduru. Kwa hivyo leo tutafanya ile zoezi hapa. Tutalipa. Lakini pamoja na kuwalipa huko, nitoe rai, ukishalipwa sasa unapaswa kupisha yale maeneo yako kwa ajili ya ujenzi wa mradi huo. Na kwa sababu tumechelewa, tuko nje ya wakati, tutaomba sana kisha chukua fedha yako, angalau usichukue muda mrefu. Kama una mahindi, saizi mahindi yameshakauka, uondoe hayo mahindi. Kama una jengo, ungetamani hizo bati unaenda kutumia sehemu nyingine, ni bora ukafanya nini? Ukaiondoa. Kwa hivyo mimi naamini mkishalipwa hamtakuwa na mioyo migumu. Mimi ni waelewa, ni wangwana. Mtapisha haya maendeleo huo mradi kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Msiende kuvunja ndoa kwa sababu mmepata pesa. Nililipa fidia mwaka jana nadhani pale kwa Mbazu. Nilikubaliana na wananchi wale kwa sababu ni nyumba zilikuwa zinaondoka, makazi ya familia. Tunatamani nyumba hizi zirudie, zirejeshwe. Na uwezo kwa fidia hii utarejeshwa. Lakini baadhi walianza kukimbizana kwenye mabaa. Tukawafuata huko. Serikali sina mkono mrefu. Nasema sasa wewe mrudisheni hata kama fedha ni yapake, kuhakikisha amerejesha makazi. Kuna watu wamefanya jambo. Na nyinyi naamini hii mbegu sio haba. Mheshimiwa Rais amewalipa fidia hii kwa viwango vilivyo sahihi kwa mujibu wa sheria zetu. Ni imani yetu mtazitumia sahihi. Mtazitumia katika matumizi yaliyo bora. Rai yangu kwenu ni kwamba wakishalipa fidia hapa sasa pale hapataki kuguswa tena. Sawa jamani? Mtaona litabaki eneo pale. Ile eneo ni mahususi kwa ajili ya kazi zetu, kwa ajili ya kufanya matengenezo ya line ile, kwa ajili ya magari yetu kupita, yani kwa ajili ya vitu vingi. Kwa sababu lile litajengwa eneo dogo, lakini kuna eneo lingine litabaki. Hasa lile eneo tena msiingie tamaa, mtu asiingie tamaa pale akalima. Kwa sababu huwa tunapita mara kwa mara kuja kuangalia. Sasa hatutaki kuingia ugomvi na wanakijiji kwamba tufike pale tukute ameotesha mahindi yake alafu tukaja tukayakata. Sawa jamani? Yeah. Lakini miundombinu hii inatakiwa kulindwa. Kama ofisi ya kijiji na kama sisi wananchi, miundombinu ikishakuwa tayari pale, basi ni jukumu letu kuilinda hiyo miundombinu. Kwa hiyo ninasisitiza sana, hii miundombinu ni ya kwetu na tunatakiwa tuilinde. Sawa jamani? Kwa sababu tusipoilinda na sisi tutapata umeme wa uhakika. Kwa sababu ile limoja tu likianguka pale ni gharama kubwa sana. Au likiibiwa vitu pale ni gharama kubwa sana kulirudisha
katika hali yake. Kwa hiyo ninasisitiza sana, ulinzi ni wa kwetu sote. Ofisi ya kijiji ile ni mali yao, kwa hiyo wanatakiwa wailinde kwa nguvu zote. Sawa jamani? Yakishamalizika hapo utaona tutakuja, tutaingia mkataba na nini namna kuweza kuyalinda na nini kama hivyo. Sawa jamani eh? Lakini kwa sasa hivi mkandarasi atakuwa anaendelea na kazi pale, basi tumpe ushirikiano, tusifikie sehemu watu wakaanza kuiba baadhi ya vifaa na kufanya nini. Basi tushirikiane kwa pamoja ili akifika pale basi na yeye ajisikie kwamba afanye kazi yake kwa uhuru zaidi. Sawa jamani? Kwa sababu fidia tayari imeshafanya nini? Fidia tayari imeshalipwa, si ndio? Kwa jina naitwa Frasida Lalika, ni mhasibu wa umeme. Tumekuja hapa kwa ajili ya kufanya fidia kwa ajili ya wananchi ambao wamepitiwa na mradi wa umeme Songea Tunduru. Tuko hapa tunatekeleza majukumu haya ambayo tumeagizwa na serikali na TANESCO. Kwa mradi wa Songea Tunduru watalipa kama bilioni 2 na milioni 500. Kwa leo tuko Mlete, lakini kesho tutakuwa kijiji cha Mji Mwema na vijiji vingine kesho na kesho. Tutakuwa tumejipanga kulingana na majukumu ya kazi. Kama siku leo tunaambia kwamba wananchi, unajua mradi unapopita umeme kwanza ni kwa ajili ya maendeleo ya taifa la Tanzania, serikali yetu, na kwa ajili ya wananchi wenyewe wa sehemu ambao wanaoishi. Kwa hiyo tunaomba sana wananchi wenzetu, mkipata hizo fedha ziwasaidie katika mahitaji mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya kwao wenyewe, ya familia na kitaifa kwa ujumla. Kwa watu wanapopata hizo pesa tunaomba wasikimbie kwenda kufanya vitu ambavyo sio sahihi kwa wenyewe na kwa ajili ya familia. Kwa hiyo tunaomba wananchi, tunawasihi sana, tunaomba mkipata hizo pesa mwe watulivu, mfanye vitu vyenu kwa utulivu, mfanye vitu vya maendeleo ambao hata kesho na kesho kutwa hata familia inaweza kuambia jamani, hapa mradi ulivyopita ni nufanika kipi kutokana na serikali ya Tanzania. Kwa majina naitwa Justina Beno Soko. Ni mkazi wa kijiji cha Mlete. Zoezi letu la mradi wa umeme wa gredi ya taifa nimelipokea vizuri na nimelipwa vizuri stahiki zangu. Nimelipenda. Sina changamoto yoyote ile. Mimi napenda tu kumshukuru Mama Samia, ametuangalia wananchi wake, kwa sababu ingewezekana lingechukuliwa tu ile eneo bila kulipwa fidia yoyote, kwa sababu hii ni ardhi na huu ni mradi ni wa wananchi. Kwa hiyo mimi nashukuru tu ameangalia wananchi wake, ametulipa fidia zetu, amechukua eneo letu, lakini ametufikiria na sisi wananchi wa chini. Tunapenda tu kumshukuru kwa uongozi wake uko vizuri. Kwa majina naitwa Ado Bruno Chale. Ni mzaliwa wa Mlete na mkazi wa Mlete. Binafsi hili zoezi limenifurahisha kwa namna moja au nyingine, kwa sababu tulipopata elimu mara ya kwanza kuhusu huu mradi wa umeme ambao tunafanikana nao sisi katika kata yetu na mtaa wetu. Baada ya kupata ile elimu basi tulifuatilia mpaka sasa tumefikia hatua ya kufanikisha, baada ya kufanya uhakiki, viongozi wetu kufanya uhakiki kwa maeneo yale ambayo mradi unapita. Pia kutuhakikishia kwamba tutapata fidia zetu kwa wakati utakapofikia, na leo tumefika, tunafanikisha kunufaika na hili zoezi. Binafsi nafarijika kwa sababu sikutegemea, na nasema wamenisaidia kwa namna moja au nyingine kuniokoa kwenye mfumo wa vijana maandalizi. Ila nina nafasi nyingine tena, tayari nishatafuta eneo lingine sehemu nyingine. Basi baadhi ya fedha hizi ambazo nanufaika nazo, nusu nitapeleka shule, nusu naenda kutafuta eneo lingine kulipa ile eneo ambalo tayari nishalipata lenye ukubwa wa eka kama 5. Kwa hiyo naona ninanufaika kwa namna moja au nyingine. Yusi Ruoga ni mkulima, inaitwa kata ya Mlete, mkulima wa kata ya Mlete. Nimejisikia vizuri, ingawa zoezi watu tulikuwa tuliamini, lakini kwa sasa kila mtu anapopata anajua kumbe kweli hiki kitu kipo. Nitaendeleza mashamba yangu, na vile vile kuna kinyumba kiko pale nitakiboresha, na nasubiri kwa hamu umeme ukija nivute kwa ajili ya hapa eneo kwenye hiyo nyumba yangu, yani haraka sana. Nashukuru na iamini serikali yangu
wanatujali watu wake na wakulima tuliokuwa jirani na huo mradi wa umeme.